wachezaji wamekuwa na deni kubwa sana na wanitengenezea deni, kwa sababu msimu huu kama wamefika kwenye hii hatua ya finali, hata kama wataishia hapa, lakini msimu ujao manake kuna namna ambayo wanapaswa kudhibitisha kwamba hatukufika kwa bahati mbaya msimu uliopita. Kuna namna ambayo wamejiwekea deni, kwa sababu msimu ujao Simba atakuja na ile kauli ya kwamba tumekuwa tukiishia robo finali lakini tukaenda finali, hivi sasa tunalihitaji kombe, na ndo kauli ambayo uko nayo hivi sasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho of course kwangu mimi niwapongeze mashabiki wa Simba, lakini pia wachezaji wanastahili pongezi kwa kuwapa thamani kuwapa thamani mashabiki zao. Kwanza kuelekea mechi zinazofuata, kuna namna ambavyo kama wachezaji wanapaswa kuvaa uhusika wa kuto kucheza tu kama wachezaji kwenye klabu ya Simba, kucheza kama wachezaji ambao wanaichezea timu ya nyumbani, yani wanaichezea timu ambayo ni familia. Yani kama ni familia basi ya Modeweji, basi kuna watoto, wajukuu, yani ndugu wamekusanya timu ambayo inafanya vizuri, na imekuwa hivyo. Kwanza ni wapongeze kwa sababu ni hatua kubwa sana ambayo wamefanya. Si kitu ambacho kinakuja kikawaida, maana yake ni lazima watu wawe na umoja na wanajumuisha ile nguvu yao ya kwamba Simba ni nguvu moja, maana yake wanadhihirisha kwa kwenda kuwapa support wachezaji wao ambao walikuwa na kazi kubwa sana. Lakini mbali na hapo ni mashabiki ambao waliwahi kupata tuzo ya mashabiki bora, maana yake wanathibitisha kwamba hata ile tuzo hawakuipata kwa bahati mbaya. Of course binafsi sikutarajia kama wanaweza wakajitokeza kwa kiasi kikubwa ambacho niliwaona, lakini hata muda ambao walianza kuonekana uwanja wa ndege, yani labda uko unategemea kwa sababu Simba anarudi jioni, basi kuona watu wanarudi wanaanza kwenda labda jioni, lakini walianza kwenda mapema na ilikuwa bado ni siku ya kazi. Kwa hiyo naona bado waliendelea kusubiri wakiamini kwamba kwa kile ambacho wachezaji wao, technical bench na viongozi wamewapatia, kuna namna ambayo wanapaswa kukipa thamani, kwa sababu haikuwa kazi rahisi, lakini walianza safari pamoja miongoni mwa mashabiki ambao kozi wamewahi kuwa na nyakati nzuri sana. Kwa sababu hiki unachokizungumza nafikiri hata Alikamwe ambaye ndo msemaji wa Young Africans, hata akiwa mchambuzi waliwahi kukiri kwamba Simba wana mashabiki wa mfano. Manake hawajaanza leo hizi tabia ambazo tunaziona, hawajaanza leo hizi support ambazo wanaipa timu yao. Kuna namna ambavyo walishotengeneza ule umoja ambao umekuwa na matunda kwa timu yao, na pale ambapo timu unapata kile unachokihitaji kutoka kwa timu yenu, maana yake umoja wao unathibitika kwa kwenda uwanjani, umoja unathibitika kwa kama hivyo ambavyo ilitokea kwenda kuwapokea uwanja wa ndege wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ni kitu kikubwa sana kiasi ambacho kuna namna ambayo pia kinatoa funzo, lakini pia kinazidi kuongeza deni kwa wachezaji, kwa sababu unategemea wa mashabiki waje kukupa support. Kama ufanye vizuri, manake huwezi kuipata ile support. Kwa hiyo ili wafanye, kwa maana ili support waipate kutoka kwa mashabiki zao, ni kuwapa kile kitu bora ambacho mashabiki wanakitarajia kutoka kwa wachezaji wao. Manake tazama hata namna ambayo pia wachezaji walikuwa na shauku ya kuwaona mashabiki zao wakiwa uwanja ndege kuwapokea. Umeona Jansha leo akiwa anashangilia kweli kweli, maana yuko kwenye basi, amevua shati, lakini aliipa thamani klabu ya Simba. Kwa hiyo kuna namna ambavyo ukiwataja mashabiki wa Simba, ni mashabiki ambao wanapaswa kuwa kwa mfano kwenye vilabu vingine. Najua si kwa bahati mbaya, na wengine wakizungumza ndo kama hivyo nafikiria kwamba huyu ni Simba, lakini ni kitu ambacho kiko wazi. Kwa hiki ambacho nakizungumza, naamini hata Alikamwe angekuwa kwenye nafasi yake ya uchambuzi angeweza kuzungumza hiki. Ni mmoja kati ya mashabiki ambao wamekuwa watofauti sana kwa namna ambavyo nimetazama, wamekuwa kijitokeza kwa kiasi kikubwa sana. Tazama, wamekosa ubingwa karibia misimu mitatu, si ligi kuu, si kwenye michuano ya kimataifa, lakini tazama hawajai kukata tamaa. Kuna namna ambao wameendelea kuwa mfano na kuwapa support wachezaji wao. Kwa hiyo kwangu mimi, ukiwataja mashabiki wa Simba wakiongozwa na mashabiki wa hawa maarufu kama kina Mzaramo, kina Jibisi na nne na mashabiki wengine kina Ngosha, hao ni mashabiki ambao wanapaswa kuigwa, kwa sababu tunavyosema pia Simba ni kubwa, tunaitazama hata kwenye namna ambavyo wanatoa support yao kwenye mitandao labda ya kijamii. Simba kitazama fans ambao uko nao kwenye mitandao ya kijamii, ndio timu pekee ambayo inaongoza kuwa na mashabiki wengi kutoka ligi yetu. Kwa hiyo
wao unawanyima hiyo pongezi ya kuwa ni mashabiki wa tofauti. Kwa hiyo Tumaini ni moja kati ya mashabiki ambao nimekuwa nikiwatazama, lakini nakosa cha kusema kwa sababu inawezekana ukapongeza lakini bado ikawa ni kama watu haichukulii kwa ukubwa, lakini ni miongoni mwa mashabiki ambao wamekuwa na mwenendo mzuri pale na timu yao. Of course msimu kadhaa imepita, wamekuwa na sintofahamu kwa kwenye uongozi wao, lakini tazama msimu wanaongea lugha moja na amethibitisha, nafikiri ni Hazim Dewji kama tumeshamaliza kile ambacho labda kiko kinaitafuna Simba, lakini hivi sasa wote tunaongea lugha moja. Ndio maana ukitazama Simba misimu mitatu ama hata huu uliopita timu ni kama iliachiwa msemaji Ahmed Ali hivi. Yaani kuna namna ambayo Simba ikiwa anacheza viwanja vya mkoani utamuona Ahmed Ali labda na mwenyekiti Mtaza Mangungu, lakini tazama sasa hivi Simba anapokwenda aidha nje ya kwa maana nje ya Tanzania akienda mechi za mkoani utagundua iko cabinet ya uongozi wa Simba kwenye namna ambayo wanakwenda kuwapa support. Kwa hiyo wachezaji wamekuwa na deni kubwa sana na wanajitengenezea deni kwa sababu msimu kama amefika kwenye hii hatua ya finali, hata kama wataishia hapa, lakini msimu ujao na yake kuna namna ambayo wanapaswa kudhibitisha kwamba hatukufika kwa bahati mbaya msimu uliopita. Kuna namna ambayo wamejiwekea deni kwa sababu msimu ujao Simba atakuja na ile kauli ya kwamba tumekuwa tukiishia robo finali lakini tukaenda finali na hivi sasa tunalihitaji kombe, na ndo kauli ambayo uko nayo hivi sasa. Kwa hiyo ni kitu ambacho of course kwangu mimi ni wapongeze mashabiki wa Simba, lakini pia wachezaji wanastahili pongezi kwa kuwapa thamani kuwapa thamani mashabiki zao. Yes, sasa hiki ambacho wamekifanya mashabiki kwa namna ambavyo mapokezi yalivyokuwa, wachezaji wakitazama ile halaiki ambayo ilikuwa uwanja wa ndege ikiwasubiri na namna ambavyo walisindikiza basi kwa umbali mrefu licha mvua usiku mkubwa, labda kinaweza kuwa chachu chanya kwenye kuelekea michezo ya Simba inayofuata. Jaribu kuvuta picha Simba anacheza finali akiwa nyumbani, maana yake kama ni Benjamin Mkapa inatokea imagine Simba anabeba ubingwa. Nini ambacho kitatokea kwa namna ambavyo na wajua mashabiki wa Simba, kwa namna ambavyo wanaipenda klabu yao, kwa sababu kwanza watakuwa na faida ya kuwa nyumbani. Maana yake kama ni paredi basi inawezekana likawa ni Dar es Salaam nzima. Kitu ambacho unatamani ukiona, japokuwa kuna baadhi ya mashabiki ambao wamekuwa kijitokeza nyakati ambazo timu inafanya vizuri, sio, lakini ni miongoni mwa timu ambayo imekuwa na mashabiki wengi na si tu kwa mdomo. Ukija tu hata kwenye namna ambayo ukipita kwenye mtandao wa kijamii kama ambao unasema, utagundua kwamba Simba ndio timu pekee ambayo ina idadi kubwa ya mashabiki. Kwanza kuelekea mechi zinazofuata kuna namna ambavyo kama wachezaji wanapaswa kuvaa uhusika wa kuto kucheza tu kama wachezaji kwenye klabu ya Simba, kucheza kama wachezaji ambao wanaichezea timu ya nyumbani, yani wanaichezea timu ambayo ni familia. Yani kama ni familia basi ya Mo Dewji, basi kuna watoto wajukuu yani ndugu wamekusanya timu ambayo inafanya vizuri, na imekuwa hivyo. Tazama hata namna ambayo Fabrice Ngoma alizungumza baada ya kufuzu finali. Kuna namna ambavyo alisahau hata nafasi yake, kwa sababu huwa tunaamini zaidi kwa mchezaji hapaswi kuzungumza kile ambacho Fabrice Ngoma alikizungumza, lakini namuelewa ile ni faa. Kwa nini hapaswi kuzungumza? Kwa sababu kuna maisha baada ya kuwa Simba, sio? Maana kuna kesho atakuwa timu nyingine. Wamenangwa sana na wamesimangwa sana na hii finali. Exactly, ndio namuelewa kwamba ni furaha, lakini pia ni kutokana na maneno ambayo yamekuepo nje ya uwanja. Kwa hiyo namuelewa, ni moja kati ya wachezaji ambao pia wamekuwa wa mfano sana kwenye klabu ya Simba. Kama tazama hata nafikiri kile kitambacho captain ambacho anakifanya kati ambazo Mohamed Hussein anakuwa nje, na haki anathibitika kuanzia kwenye namna ambayo unamtazama, saikolojia yake na namna ambavyo amekuwa kiongozi ndani ya uwanja. Kwa hiyo tumie ni deni kubwa ambalo mashabiki wa Simba wanajitengenezea, kwa sababu ili waendelee kuipata hii support ya mashabiki watahitaji kuwa wanapata matokeo chanya, na ili kuyapata matokeo chanya maana yake unahitaji kupambana kwenye kila mchezo ambao unaupata, kwa maana ambao uko mbele yako, na sio tu kushinda mechi zako, kushinda kuhakikisha unapata kitu kile ambacho unakishindania. Kwa hiyo tumii Simba wana kazi kubwa sana kwa maana ya uongozi, lakini pia wachezaji kuhakikisha wanawapa furaha mashabiki zao. Mimi naamini kama Simba atafanikiwa kutoa taji la kombe la shirikisho barani Afrika,
hata kama ligi itachukuliwa mara 5 mfululizo, hii itaendelea kuwa story na itawatafuna baadhi ya vilabu ligi kuu kwenda kwenye hiyo misimu. Kwa hiyo wamewatengenezea deni kubwa sana kuelekea fainali, kwa sababu aina mpinzani pia ambaye anacheza naye mpinzani mgumu, lakini ni mtu ambaye wanamjua kwa undani zaidi. Kwa hiyo kuna namna ambayo pia wanafanya maandalizi wakiwa wanajua aina mpinzani ambaye anakwenda kukutana naye, lakini naamini kama Simba atafanikiwa kutoa taji la Afrika,